Na vita ya Ukraine inaelekea sasa katika mwaka wa 4 itakapofika Februari mwaka 2026, kwa maana kwamba tangu Februari mwaka 2022 ni wakati ambapo Urusi iliingia katika baadhi ya maeneo ya Ukraine, na ni vita ambayo imeendelea kuwa gumzo mpaka hivi sasa. Juhudi mbalimbali zinafanyika kuhakikisha kwamba pengine hatma ya mgogoro huo inapatikana, lakini bado kunaonekana kuna mvutano, kutokuelewana na hata kutokubaliana katika baadhi ya vitu ambavyo pengine vinaweza kutumika katika kumaliza mgogoro huo. Mimi ni Raymond Nyamwihula, karibu sana katika kipindi cha Chekeche. Nipo naye Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Rahbi, karibu sana. Shukran Bahari. Sasa hivi inaonekana Ulaya pamoja na Marekani ambao ni masaiba wa Ukraine kama kuna vitu hawaelewani kuhusiana na mgogoro wenyewe. Shida iko wapi? Bila shaka nadhani njia wanazotumia, kumekuwa mabadiliko ya sera, unaweza kusema. Swala la Ulaya na Ukraine na Marekani limekuwa ni swala ambalo unaweza kusema linatoka mbali. Unaweza kuliona kwenye mgogoro wa Urusi na Ukraine tu peke yake, lakini unaweza ukaangalia upande wa pili kuwa kuna migogoro kati ya Ulaya na Marekani tangu ujio wa Trump kwa awamu ya pili. Ukiondoa kuwa Trump amekutana na viongozi kadhaa wa Ulaya ambao aliwaacha madarakani wakati anatoka kwenye awamu ya kwanza. Sasa kuna kile ambacho watu wanahisi au yeye mwenyewe anahisi kuwa kumbukumbu ya kupoteza uchaguzi wa Biden, na akiakisi kuwa Ulaya walisababisha kwa kiwango kikubwa. Lakini katika hili usisahau kuwa katika viongozi waliosababisha sana Trump ashinde uchaguzi wa awamu ya kwanza ni Zelensky. Katika ile kashfa ya Ukraine ambayo ilimpeach Trump mpaka akafikishwa kwenye baraza la wawakilishi, akapigiwa kura yake ikaenda mpaka kwenye Senate kabla ya Senate kuamua kumlinda. Walikuwa wanamuondoa madarakani kwa kashfa ya Ukraine. Kwa hiyo ile ilipikwa zaidi kutokea wapi? Kwa Zelensky. Sasa hii mivutano ya Ulaya na Amerika kwenye mgogoro wa Urusi na Ukraine inazidi kuonekana kwa nafasi kubwa. Ukiangalia ni wiki mbili tu wakati wakati Trump serikali yake ilitoa taarifa ya kuhusu mwelekeo wa siasa, akizishutumu nchi za Ulaya kuwa serikali za mrengo wa kushoto na mrengo wa kati, akitaja kuwa nchi zinaenda kupotea, nchi zinakumbatia sana wahamiaji, nchi zisizokuwa na demokrasia. Yani alizishutumu kwa vitu vingi sana, na akawaambia kuwa hamna lolote kwa sababu yeye amekuwa akiwalinda. Kwa hiyo ukiangalia swala la Urusi na Ukraine ni kama limezidi kusema, yani linazidi kuchochea ule mgogoro kati ya Ulaya na Amerika kupasuka. Sasa ndani yake kuna Urusi, Ukraine. Marekani kwenye mgogoro huu hataki kubadili msimamo wake, kuwa amebaki kuwa katika mazungumzo, yeye anataka kuzungumza na Ukraine tu na Urusi bila kuwashirikisha washirika wa Ulaya. Sasa yale Marekani anayataka kwenye makubaliano hayamvutii Ukraine na hayavutii Ulaya, na yanaonekana kama ni mambo ya upande mmoja. Yani ni pointi za upande mmoja ambazo unaweza kusema kuwa zimeakisi kutoka Moscow moja kwa moja. Sasa Ukraine anachoona kuwa kweli Marekani ni mkubwa, anatusaidia sana, anatupa kila kitu tunachokitaka, lakini hatutendei haki. Kwa hiyo Ukraine akichungulia anaona sehemu pekee ambayo anaweza akapata angalau haki ni kwa ndugu zake wa Ulaya, lakini ndugu wa Ulaya hawakaribishwi kwenye meza ya bwana mkubwa Marekani, angalau waje na wao watoe rai yao kuwa nini kinachoendelea. Hawakaribishwi pale. Sasa hapo ndio kwenye shida. Na katika hilo inaonekana kwamba baadhi ya wakosoaji ama wafuatiliaji wa mgogoro huu wanaona kwamba ni juhudi zaidi ambazo zinafanywa na Trump, yeye kama yeye, pamoja kwamba ni rais wa Marekani, lakini sio jitihada za Marekani kutafuta usuluhu wa eneo la Ukraine. Inabaki kuwa ni nguvu yake peke yake, kwa sababu pengine ana maslahi katika hilo. Kiuchambuzi unalitazama vipi? Tumekuwa na dunia ambayo mara nyingi nimeizungumza kuwa maamuzi mengi sana ambayo yanachukuliwa hivi sasa duniani yamekuwa ni ya utashi, sio ya kisheria, ya utashi. Na utashi hasa mara nyingi unatoka kwa Donald Trump, vile anavyohisi yeye. Ndio maana umeona kuwa hata taarifa nyingi za migogoro mbalimbali ambayo inatatuliwa zinatoka kwenye akaunti binafsi ya Trump. Sio kama serikali za nyuma za kina Barack Obama, serikali za kina Biden, unaona kuwa labda White House ilikuwa inatoa taarifa, au unaona wizara ya mambo ya nje inatoa taarifa, au wizara ya ulinzi inatoa taarifa. Yani zile zinakuwa ni official kutoka kwenye source ambayo inaonekana kuwa hawa ndio kazi yao maalumu hii. Lakini tunaona mambo mengi hivi sasa yanatolewa binafsi, kwa sababu imekuwa Trump ni kama vile anazuia watu wote wasizungumze chochote. Anakuwa yeye ndio anaanza kuzungumza hata mambo ambayo unakuta kabisa haya ni maswala yalikuwa labda yatolewe na wizara ya ulinzi. Mfano hata juzi wakati Marekani wamefanya mashambulizi kule Nigeria, taarifa ya awali alitoa Trump kwenye mtandao wake wa Truth. Halafu wengine ndio wanaichukua kutoka kwa Trump na kwenda. Sasa tumekuwa tukiishi kwenye ulimwengu wa utashi,
sio wa kisheria, na ndio maana migogoro mingi inaamuliwa nje ya uwanja, yani nje ya uwanja. Wewe angalia mgogoro wa Kongo umeamuliwa nje ya uwanja. Tunacho kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa, ambapo utaratibu na sheria zake zote zimewekwa. Kila mtu anajua ataipata haki yake kupitia pale, lakini leo hata ukipita kwenye ile njia hauwezi kupata chochote. Katika Umoja wa Mataifa ndio tunakutana na kile kitu kinaitwa ICJ, mahakama ambayo ni ya haki inayotoa haki ya Umoja wa Mataifa. Hii ni mahakama ya Umoja wa Mataifa, ni tofauti kabisa na mahakama ya ICC ambayo si ya Umoja wa Mataifa. Hii mahakama ya ICJ ni mahakama ya Umoja wa Mataifa, ambapo karibu wanachama wote wa UN ni wanachama wa mahakama ya ICJ ambayo hutoa haki. Lakini leo unaona hata maamuzi ya mahakama ya kisheria hayazingatiwi, hayafatwi ila kwa utashi, mpaka Marekani akisema kuwa mimi nitabadilisha nipeleke hiki kiwe hivi, na ulimwengu wote unacheza humo unakwenda. Kwa hiyo tunachokiona kwenye mgogoro wa Urusi na Ukraine sio Marekani kushughulika na hili, isipokuwa ni utashi wa Trump kushughulika. Na ndio maana Trump utaona ikimchosha hii anaacha, anaendelea nyingine, halafu yanakwisha, wanaachwa, wanaendelea. Siku akikurupuka tena anasema sasa hivi nataka nimalize kitu fulani, unaona tena ulimwengu mzima umerudi kwenye hilo swala. Yani imekuwa dunia nzima inatembezwa na Trump anavyotaka yeye kuwa, kwa sababu anapenda kuwa one man show na kuonekana kwenye vyombo vya habari, anapenda kuonekana kwenye television, anapenda kuonekana kila kitu yeye kuwa ni suluhu ya matatizo yote dunia. Lakini mara nyingi unaona kuwa vitu vingi haviendi. Sasa hii ina maana gani? Kwa sababu wakati wote Marekani anatazama kama kiranja katika masuala mengi ambayo yanaendelea kidunia, ikiwa ni utashi binafsi wa Trump na sio taifa la Marekani katika hiyo dhana ya kuwa kiranja, inaleta athari gani katika mgogoro huu? Athari sio katika tu mgogoro huu, athari inakwenda katika dunia nzima kwenye masuala mengi, kwa uamuzi wa Marekani huwa kuwa yeye anavyotaka yeye. Juzi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anasema kinachoendelea Venezuela sio haki. Huyu ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, lakini Marekani yeye anakuambia sisi tutaendelea na kile tunachokifanya hapa au kile tunachokitaka sisi. Sasa unakaa unajiuliza kuwa kazi ya Umoja wa Mataifa ipi na maamuzi yake. Lakini hili si jipya sana. Unakumbuka mkutano wa juzi wa UNGA 80? Marekani aliwanyima visa maafisa wa Palestina kuingia. Ni mkutano wa Umoja wa Mataifa, sio mkutano wa Marekani. Elewa kuwa pale UN ni makao makuu tu. Marekani hana haki ya kumnyima visa kiongozi yoyote ambaye anakuja kidiplomasia katika shughuli ya Umoja wa Mataifa, sio ya Marekani. Huwezi kufanya vile. Kulikuwa kuna mgogoro sisi Afrika, unakumbuka mwaka jana, kati ya Eritrea, kati ya Somalia na Ethiopia, Abiy Ahmed na Sheikh Mahmud, kuhusu Somaliland, kama unakumbuka ule mgogoro. Wakati wa mgogoro ule kama mwezi mmoja baadaye, kulikuwa kuna mkutano wa AU Addis Ababa. Abiy Ahmed hakumnyima visa Sheikh Mahmud. Aliingia rais wa Somalia na akapewa ulinzi. Ni haki yake, kwa sababu ile ofisi ya AU iliyopo pale Addis Ababa sio mali ya Ethiopia. Ndio. Kwa hiyo ilivyo kwa Marekani sio mali ya Marekani ile Umoja wa Mataifa. Sasa hili athari yake tunaliona. Juzi kulikuwa kuna mkutano wa G20 kule Afrika Kusini. Marekani akahususia, hakwenda. Kwa sababu gani? Ana ugomvi na Afrika Kusini. Halafu hapo Marekani anatangaza kuwa mkutano ujao utaofanyika kule Miami, Florida mwakani, hatutomwalika Afrika Kusini aende. Yani unakaa unajiuliza kuwa, unajua nafasi mfano ya G20 sio nafasi ya kisiasa ambayo labda inapendekezwa kwa nchi fulani. Nafasi ya G20 ni nafasi yako binafsi, yani kuwa uwezo. Yani Afrika Kusini wamekidhi kufika hapo katika nchi 20 zenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Kwa hiyo wewe ukiwa na uchumi mkubwa unaingia moja kwa moja. Yani jukwaa la G20 sio jukwaa la kisiasa, ni jukwaa la kiuchumi ambao linatazama masuala ya kiuchumi kama ilivyo G7. Huwezi kumpangia mtu fulani ambao kuwa ana nguvu na uwezo wake na uchumi wake umefika kwenye kile kiwango eti useme kuwa mimi Marekani sitaki wewe uingie. No. Sasa Marekani anamwambia Afrika Kusini, hatuwezi tukakuingiza kwenye mkutano wa G20 ambao sio mkutano wa kisiasa. Na dunia imeamua kukaa kimya. Nililaumu viongozi wa ulimwengu kwenye mkutano wa UNGA 80. Wakati uamuzi wa Marekani wa kuzuia viongozi wa Palestina wasihudhurie kwenye mkutano kwa sababu yake Marekani, halafu viongozi wa dunia eti wakaenda kupiga kura ya kusema kuwa tunafanya uamuzi kuwa rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas atazungumza kwa njia ya video kuhutubia mkutano. Hamkupaswa kufanya vile. Mlipaswa kuchukua hatua kuwa kumwambia Marekani sio sahihi. Kuna siku Marekani atakataa hata nchi 5 zisiingie, hazitoingia. Walipaswa viongozi waende mbali zaidi, kwa kama huwezi kama nchi fulani haitoingia hatutoshiriki mkutano. Kuna ofisi ya Umoja wa Mataifa iko huko Belgiji kule, kuna ofisi zingine. Mnaweza kusema mkutano mara hii hatufanyii Marekani. Tunasusa kwa sababu kwa nini uzuie watu kuingia? Kwa nini watu ambao wewe huna mamlaka nayo? Yani kuwa mtu akiwa kinyume na wewe hawezi kuingia. Sasa tuna sababu gani ya kuwa na kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa ambao tunaona kuwa ndio tunapoipata haki? Lakini kwa wewe kwenye maamuzi yako tu unavyotaka haiwezekani kuwa hivyo. Sasa mwisho wa siku kinachotazamwa hivi sasa ni kwamba
endapo awali ilionekana Ukraine sehemu yake kubwa ya kukimbilia ni Marekani kipindi cha akiwa Rais Biden. Lakini kwa sasa chini ya Trump inaonekana mambo yanaenda tofauti. Ukraine inaelekea wapi? Ukraine bado anabaki kwenye njia panda ngumu sana, na ndio kilichopelekea wiki mbili zilizopita Ulaya walikuwa wanataka kuchota ile fedha ya Urusi ambayo wameifanya kuwa dhamana sasa katika mkopo ambao watatoa wao. Walienda kupitisha maamuzi ya kuihold, yani kuizuia ile fedha katika kipindi ambacho kisichojulikana, yani itazuiliwa katika muda ambao usiojulikana, na itakuwa ni kama dhamana katika fedha ambayo wao watatoa kwenye bajeti zao ambazo wataziongeza karibu bilioni 3 kila mwaka kwa muda wa miaka 10 karibu wataongeza zile fedha. Kwa hiyo Ukraine atapewa kama dola bilioni 105 ambazo zitatolewa katika kipindi cha miaka miwili kutoka katika nchi za EU kwa dhamana ya fedha ya Urusi. Ukraine anabaki kwenye njia panda ngumu kwa sababu bila shaka Marekani anatoa usaidizi mkubwa kwa Ukraine, uwepo wake kuendelea na vita na vitu vingine. Lakini bado ni vigumu kuwa tunaelekea wapi. Jumapili ya kesho Trump atakutana na Zelensky kwenye mkutano ambao Trump anasema kuwa anakwenda kutoa sasa unajua alitoa 28 vile vifungu 28 kama vimepingwa huku na huku, vimekataliwa na alafu Ulaya wakaanza kuvirekebisha, sio wakafanya. Sasa anasema wamevifanyia marekebisho, anavitoa upya katika mwelekeo mpya wa kutaka kutafuta suluhu, ambavyo ukisikiliza maneno ya pande zote mbili kati ya Ukraine na Marekani utaona kama kuwa wamepiga hatua kubwa sana kuwa labda safari hii tunaweza kwenda kulitatua hili swali, lakini kiuhalisia mambo bado ni magumu. Alafu kuafikiana baadhi ya vitu kumekuwa kugumu sana. Kutakuwa na mjadala kati ya Trump na Zelensky ambao utahusu kwanza kuhusu eneo ambalo Urusi alishakataa kutoka. Unajua ile Donbas Urusi alisema kuwa inatakiwa Ukraine aiache, na Ukraine katika mapendekezo ambayo wanaonekana kama wamekubali kwa shingo upande kuachia, ila kwa sharti kuwa pale itakuwa ni buffer zone ambapo viwekwe vikosi vya kimataifa au lile eneo liwe no military zone, yani isiwepo kabisa, eneo lote lisiwe la kijeshi, sio kati ya Urusi na Ukraine, liachwe kama kwa mapendekezo ambayo alikuwa amependekeza Zelensky wakati ule na wenzake wa E3 kuwa iwe economy zone, waifanye kuwa ni eneo kubwa la kiuchumi, lisiwe na harakati zozote za kijeshi kwa pande zote mbili. Halafu watazungumza kuhusu dhamana ambayo wiki mbili zilizopita walijadili kule walivyokutana London kati ya viongozi wa E3. Alikuwepo Keir Starmer, alikuwepo Macron, alikuwa pamoja na alikuwa kansela wa Ujerumani. Walijadili kuhusu dhamana ambayo Ukraine alikuwa ameitaka. Sasa inaonekana katika haya mazungumzo ya Trump, vyombo vya baadhi ya taarifa zinasema kuwa huenda Marekani ikakubali kuwa dhamana ya usalama wa Ukraine hiyo, lakini wanazungumza kingine kuhusu nani atabaki kuendesha kinu cha nyuklia cha Zaporizhia ambacho mpaka hivi sasa kiko chini ya umiliki wa Urusi, licha ya kuwa ni kinu cha nyuklia cha Ukraine, kinu kikubwa zaidi barani Ulaya cha Zaporizhia. Sasa nani atakuwa na kimiliki? Haya pia ni mazungumzo ambayo watayazungumza. Asante sana. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Tuko hapa tukiangalia mgogoro wa Ukraine ambao kadri siku zinavyozidi kusonga inaonekana hata hatma ya kutatua ina ugumu wake ama inachukua mchakato mrefu ambao jumuiya ya kimataifa inatamani kuona kwa mgogoro unaisha, lakini tunaelekea kuzungumza miaka 4 tangu Urusi ameingia katika ardhi ya Ukraine. Mimi ni Raymond Nyamwihula, nipo na Ibrahim Rahbi, tutarejea hivi punde tu. Kwa kuendelea kusalia nasi na karibu katika sehemu ya pili na ya mwisho. Kipindi ni Chekeche, uchambuzi wa siasa na diplomasia za kimataifa. Mimi ni Raymond Nyamwihula, niko na Ibrahim Rahbi tukiangalia mgogoro wa Ukraine ambao kwa mwaka 2025 ni miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa ni gumzo katika medani za siasa za kimataifa. Rahbi, mwanzo wakati tunazungumza kuhusu mgogoro huu, watu wengi sasa hivi wanatamani kuona suluhu. Kitu ambacho inaonekana kila siku vikao ikiwa kikao ambacho kinasubiriwa hivi sasa kati ya Zelensky pamoja na Trump. Kwa mazingira unayoona na mgogoro wenyewe jinsi ulivyo na mwenendo wa Urusi, Zelensky kwa maana ya rais wa Ukraine ana turufu ipi hivi sasa? Turufu pekee aliyoibakiza Zelensky ni ndugu zake wa Ulaya. Kwa sababu kiuhalisia Ukraine hawana walichoshikilia toka walivyoipoteza Kursi, hawana kile kingine wanachokishikilia. Turufu yao ni ndugu zao wa Ulaya ambao
kiasi kikubwa wametembea naye Zelensky. Unajua tangu Zelensky alivyokuanguana na Donald Trump kwenye ofisi ya Oval mwezi Februari, hawa Ulaya hawajakubali kumwacha tena Zelensky akutane na Trump peke yake. Ndio nafikiria huu mkutano nitauona wa Jumapili kama anakwenda peke yake au wameamua kumwacha. Wakati walivyokuwa kwenye mkutano wa Uingereza, walivyokutana wale E3, Zelensky alikuwa anatoka nafikiri alitoka Ufaransa, akaenda Ireland, halafu akaenda London. Wakati alitoka Berlin nadhani. Alivyofika kwenye ule mkutano, baadhi ya vyombo vya habari viliandika taarifa vikiwanukuu baadhi ya wakuu wa nchi hizo wa E3 katika mazungumzo ya off mic. Walikuwa wanazungumza kuwa hawana imani tena na Marekani juu ya Ukraine. Wakawa wanajadiliana, wanasema kuwa hivi sasa hawahitaji kumwacha sana Zelensky peke yake, yani kumkabidhi aje akutane na Marekani, hilo hawalitaki. Fikiria baada ya mnyukano ule wa February, Zelensky alivyoondoka alienda Ulaya. Ndio. Halafu akaja karudi. Hawakukutana tena kati ya Zelensky na Trump. Nadhani walikuja wakakutana kwenye maziko, nadhani ilikuwa kwenye maziko ya Papa ya Papa. Wakakaa kidogo, wakazungumza kidogo. Ila kuja kukutana tena, akaja akakutana Putin, akakutana na Trump kule Alaska. Baada ya siku 3 ikabidi sasa Trump akutane na nani? Na Zelensky. Zelensky alikwenda na timu nzima ya Ulaya. Ndugu zake wote walimsindikiza kwa sababu yasije yakamtokea yale ambao unajua wakati ule walikuwa wamemweka kati. Alikuwa ni Zelensky yeye tu, labda nadhani alikuwa na mkuu wake wakati ule yule aliyefutwa kazi kabla ya Rustem Umerov huyo. Alafu Trump alikuwa yeye, alikuwa makamu wake wa rais JD Vance. Walz alikuwa hajafukuzwa kazi, alikuwepo Peter Hegseth, alikuwepo Marco Rubio, walikuwepo wote wanamshambulia. Yani kwanza walianza kumtoa kwenye reli, wakaanza kumshambulia mpaka akapanic, akatoka, akaondoka. Sasa lile Ulaya wakaona kama haiwezekani. Kwa hiyo hivi sasa ukisema turufu ni ndugu zake wa Ulaya ambao wote wanaamini kuwa kama Ukraine wakikubali kusaini makubaliano ya hivi sasa ambayo yametoa, naweza nikasema zaidi ya 80% yanampa ushindi Urusi, itakuwa si kupoteza kwa Ukraine, ni kupoteza kwa Ulaya nzima. Na mustakbal wa Ulaya ni utakuwa haueleweki. Niliona wiki iliyopita kulikuwa kuna mazungumzo ambayo yalitokea, kulikuwa kuna pendekezo ambalo lilitolewa na Ufaransa. Ufaransa wakasema kuwa ili waweze kulimaliza hili tatizo ni lazima washirikishwe Ulaya kwenye mazungumzo. Ile taarifa ikajibiwa na Kremlin, Moscow, wakajibu wakasema kuwa wako tayari kufanya mazungumzo na Ulaya. Yani maana yake kwa tayari kuna mazungumzo ambayo kuna ishara mbili zimeonekana kutoka Moscow na Paris kuwa wanakubali kufanya mazungumzo. Ukitazama Ray hii, mimi huwa nasema sasa hii ndio direction kama unataka kutatua mzozo. Lakini kwa njia ambayo Trump analazimisha kupita bila kuwashirikisha Ulaya, bado ni njia ndefu, huwezi kumaliza kwa sababu haiondoi kuwa Ulaya ndio wametoa vingi kwa Ukraine kuzidi Marekani. EU kwa jumla, wao kwa jumla ukiwaweka wale wote EU wametoa vingi, 27 nchi 27. Ukijumlisha ukitoa, kuna nchi hazijatoa chochote kabisa, zimegoma. Slovakia hataki kabisa, Hungary hataki kabisa usaidizi kwa Ukraine, anasema haiwezekani tukampa Ukraine. Lakini wengine waliobaki wametoa sana kwa Ukraine. Sasa ukichukua kwa jumla, EU wametoa kingi zaidi kwa Ukraine kuzidi Marekani mmoja. Ukitoa kwa mmoja utaona Marekani ametoa zaidi akifuatiwa na Ujerumani na nchi zingine. Hawa sasa waliotoa kikubwa, unashangaa siku ya shughuli yenyewe hawapo kwenye meza. Yani umetoa mchango wa shughuli halafu hata kadi hujapewa. Ndio hicho kinachowauma hawa. Haiwezekani. Sasa kama kutakuwa na iko kitu kinaitwa mazungumzo baina ya Ulaya na Amerika na Urusi na Ukraine, hii sasa ni direction kuwa tunataka kwenda kutatua. Ulaya wanaweza wakamshawishi Ukraine kuwa kubaliana na vifungu hivi na hivi na hivi, lakini kwa kitu fulani, unajua unapopeleka mezani, hata kama umeshikilia chochote, kuna wakati ni lazima ukubali kupoteza baadhi. Hauwezi ukapata vyote. Yani useme kuwa hivi vifungu 20 vyote tunataka viwe vile vile. No, kuna wakati unasema okay, nilikuwa na malengo ya 100%, nitachukua 60. Lakini inatosha. Na yeye alikuwa na malengo ya 100%, kapata 40. Hapo ndio mnapoweza kwenda kutatua mzozo. Lakini ukisema huo mzozo kwa mimi nataka 100%, hauwezi kutatua mzozo. Inaonekana kuna ushawishi wa kumtaka rais wa Ukraine Zelensky akubali baadhi ya matakwa, ikiwemo kuachia maeneo ambayo baadhi yanashikiliwa na Urusi. Unaona swala hili ni jepesi kiasi gani?
alipokuwa London na mkutano ule wa E3, Zelensky alisema hivi, mimi sina mamlaka juu ya ardhi ya Ukraine, sina mamlaka. Kama hili swala la ardhi, ambao pia ni jibu ambalo amekuwa akilikwepa sana kwa Trump, kwa sababu Trump anamsukuma akubali hicho. Nimeona jana Trump alikuwa anaongea na vyombo vya habari, alikuwa anazungumza na gazeti la Kimarekani la Politico, katika maswali yaliyoulizwa kuwa unaleta vifungu 20 vipya. Je, Zelensky atasemaje? Unajua Trump alisemaje? Alisema kuwa hana kauli, hana chochote cha kusema, atasema kile mimi nakitaka, yani kile atafanya kile mimi nakitaka, yani kuwa hana si lolote ile kusema. Sasa kuna hili ambalo yeye Zelensky amekuwa akimkwepa Trump kwa akili, kwa sababu kubali ardhi itoke. Anachomjibu kuwa sina mamlaka. Umeshaona kuwa mimi ni rais, lakini sina mamlaka ya kutoa ardhi ya nchi yangu. Sasa ardhi ni swala la kikatiba ndani ya Ukraine. Kama tunataka tuachie ardhi yetu, hili swala lirudishwe kwenye bunge la Ukraine, halafu tufanye utaratibu wa mchakato wa kura ya maoni ya wa Ukraine. Wao ndio waamue ikiwa ardhi yao itaondoka au. Sasa ukiona hivi, na Urusi anajua kabisa wa Ukraine watapiga kura dhidi kuwa hawatokubali hili, ndio maana unaona kile kinachozungumzwa, tunataka uchaguzi wa haraka. Yaani uchaguzi wa haraka maana yake kuwa tubadili uongozi. Kama tutaubadili uongozi wa Ukraine, tukampata mtu kama alivyokuwa Yanukovych, kwa sababu Yanukovych ndio ilikuwa zao la Urusi ambalo lilikuwa pale Ukraine 2014 wakati wa maandamano ya Euromaidan, ndio aliondolewa. Akaja Petro Poroshenko ambaye yeye hakuwa sana zao la Urusi, alikuwa zao la magharibi. Sasa Urusi wanataka uchaguzi wa haraka ambao ima ubadili uongozi, waweke mtu ambaye atakuwa akisikiliza sauti kutoka Moscow. Sasa yule hatosema hili swala sio langu, anaweza akafanya maamuzi kama rais yale ya moja kwa moja kwa nimefanya kwa niaba ya watu. Sasa Zelensky anakwepa hilo swala, na ndio imeleta utata kwenye huu uchaguzi ambao Urusi anasema kuwa kama mnataka ufanye uchaguzi, tutawaruhusu mfanye uchaguzi na hatutoshambulia siku ya uchaguzi, lakini kwa sharti kuwa hadi raia wa Ukraine wanaoishi upande wa Urusi wapige kura 5 mpaka 10,000,000. Unajiuliza kitu kimoja kuwa Urusi alichukua Donetsk, akachukua Luhansk, akachukua na maeneo mengine ya Zaporizhia na kule maeneo mengi alichukua. Alafu aliitisha kura ya maoni. Yale raia wa eneo lile wakapiga kura kuwa wao wakasema wameamua kujitoa ndani ya Ukraine. Leo inapotaka kwenda uchaguzi, Urusi anasema wale raia wana haki ya kupiga kura. Kwa nini wawe na haki ya kupiga kura hali ya kuwa walishapiga kura wao yakaamua kujiondoa? Zelensky anasema haiwezekani wale raia wawe na haki ya kupiga kura, kwa sababu hakuna msimamizi yoyote atasimamia kura za kule kuhakikisha kuwa zile kura ni halali au si halali. Urusi anataka nini? Yani kwenye hizo kura anataka nini? Kuwa hawa lazima wapige kura. Sasa wewe ulishawatoa kwenye Ukraine na ukasema na kwenye uchaguzi uliopita wa Urusi walipiga kura. Walipiga kura wakasema kuwa vituo vya kupiga kura vilifunguliwa, Urusi akisema ni eneo langu na Donetsk, wakaruhusiwa kupiga kura. Sasa kwa nini vile eti kupiga kura ya Ukraine hawa wana haki ya kupiga kura ya Ukraine? Ni vitu ambavyo vinakuwa haviko sawa. Sawa, tukiwa tumalizia mjadala huu Rabi, kimahesabu kuna ambao wanasema kwamba pamoja na kwamba ile dhumuni ama nia ya Urusi kuichukua Kiev haijafanikiwa mpaka sasa, lakini kimahesabu wanamwona kama ni mshindi kwenye hii vita. Wachambuzi mnasemaje? Unajua Ukraine ukitoa Urusi ambao kuna wakati huwa hawaitambui kama ni nchi ya Ulaya, yenyewe inawekwa kama Asia ya kati na kuja mpaka Ulaya hivyo hivyo, ukitoa nchi nyingine kubwa zaidi ni Ukraine kwa Ulaya. Unajua watu wanasema labda Uturuki iko robo Ulaya, lakini eneo kubwa liko Asia. Ukivuka pale Bosphorus, Istanbul, lile daraja kurudi upande wa pili ile inaitwa Anatolia ndogo lile lote ni eneo la Asia. Kwa hiyo ukiangalia Uturuki na mikoa 4 au 5 ndio iko Ulaya iliyopakana na Bulgaria. Ukraine ndio nchi kubwa kuzidi. Sasa 20% ya Ukraine ni kubwa kuzidi karibu vinchi vingi vya Ulaya. Uweze kama Ubelgiji wapi, yani kuna vinchi ile eneo ambalo Urusi amelichukua la mashariki ni kubwa kuzidi baadhi ya nchi nyingi za Ulaya. Sasa hilo ni eneo kubwa. Urusi wana kitu kimoja ambacho Ukraine wanakijua fika, kuwa lengo la Urusi halijawahi kuwa Donetsk au Luhansk. Unajua mara nyingi wanapenda kusema kuwa unapokuwa mkubwa Rei, hauwezi kuwa mkubwa haumiliki bahari. Urusi ana bahari ya juu ile ya Alaska kule ambayo inakuwa ni barafu, haina kazi, haina faida kwa sababu msimu mwingi haifanyi kazi. Bahari ambayo Urusi anaitegemea ni Black Sea ambayo yeye anaichukulia kutokea Crimea ambayo ilikuwa ni Ukraine. Inakuja inamuunga na
Mediterranean kwa kupitia Uturuki. Hii ndio bahari kubwa. Lakini bahari nyingine ambapo sehemu Urusi anaigusa ni St. Petersburg. Sasa ukitoka St. Petersburg unakuwa umebanwa na nchi za EU. Finland yuko pale, ukienda juu kuna Sweden, pembeni kuna Norway. Yani unapita sehemu ambayo bado wanaweza wakakukontrol. Sehemu nyingine Urusi anayoifikia bahari ni Baltic, ambapo kwenye mji wao wa Kaliningrad, ambapo ndio ameweka vifaa vingi ambao aliuchukua kwa Ujerumani baada ya vita ya pili, kabla ya mzozo wa vita ya pili ya dunia. Kaliningrad alichukua. Sasa Kaliningrad Urusi sio kuwa anampaka na ile eneo. Yeye mwenyewe akitaka kwenda kwenye eneo lake anavuka nchi zingine, ima apitie kwa ndugu zake Belarus, au apitie kwa Lithuania, au apitie huku Poland, aende kwenye nchi yake, au aje kwa juu ndio afike Kaliningrad. Sasa Urusi anafahamu umuhimu wa kumiliki bahari kubwa. Haifikii bahari ya kujitanua na ukubwa kuwa Urusi ndio nchi kubwa kuzidi nchi zote duniani kwa ardhi na kila kitu. Wana time zone ndani ya nchi moja zinazidi 10. Katika nchi moja, yani time zone zile zinazidi 10. Lakini hawana bahari kubwa ya kufanya maamuzi makubwa ya kuwa mkubwa. Juzi walikuwa nagombana Ethiopia na Somaliland. So walikuwa wanataka anasema Ethiopia haiwezi kuwa landlocked. Yani unajua tuna nchi kubwa, kwa nini hatuna bahari? Sasa hivi wako tension na jirani zake Eritrea. Muda wote wanaweza wakararuana. Kwa anasema ni lazima tuifikie bandari ya Eritrea. Yani kwa wanataka itavyokuwa lazima na sisi tumiliki bahari kwa vyovyote itavyokuwa. Kwa hiyo ukubwa ambao umedhibitiwa haiwezekani. Urusi alienda kuifikia bahari Nyeusi kupitia Georgia mwaka 2008, akachukua Abkhazia mwaka 2008. Kile kieneo ambako kinatambulika labda na nchi 5, Venezuela, wakati ule Syria walikuwa wanatambua, Urusi mwenyewe, Korea Kaskazini. Anasema hii ni jamhuri. Ni kwa sababu pale kuna bahari ambayo aweze kuifikia. Sasa lengo la Urusi kwa Ukraine, inawezekana akaja akaimega Ukraine akaiacha, unajua, kuanzia Sumi, Lviv na miji ya kwenda Poland na huku. Lakini hile eneo la Odessa kuja mpaka kwenye hizi bandari Black Sea hii, bado lengo la Urusi linawezekana. Ukraine wanalijua. Ndio maana wanasema tunataka dhamana ya usalama kuwa tukisaini haya hatuzo kuja kuvamiwa tena. Kwa sababu wanafahamu kabisa kuwa Urusi hajaishia hapa. Urusi hawezi kutulia mpaka aifikie bahari Nyeusi kwa eneo lote, yani lianzie huko Odessa aje mpaka Sevastopol upande wa pili wa Crimea. Kimahesabu mpaka sasa wamefanikiwa. Kimahesabu wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana katika hesabu ambazo ni endelevu. Yani hizi hesabu ni za awali, hazijaisha. Yani kuwa wataendelea. Rabi, nakushukuru sana. Asante sana Rabi kwa uchambuzi wako. Ibrahim Rabi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Tumeongelea Ukraine ambayo ni miongoni mwa mzozo ambao umekuwa ni gumzo kwa mwaka 2025. Pengine majaliwa ya kuutatua ndio hivyo vikao vinavyoendelea kushuhudiwa kati ya rais wa Ukraine na wadau wake kwa maana ya Umoja wa Ulaya, lakini pia rais wa Marekani Donald Trump. Mimi ni Raymond Nyamihula, endelea kutufuatilia katika mjadala zaidi katika uchambuzi huu wa siasa na diplomasia za kimataifa. Asante sana kwa kuwa nasi.